Asante sana. Mimi naitwa Engineer Kevin. Na umejua mimi nimejulikana na watu wengi sana. Lazima niongee siasa ambayo inaleta amani Kenya. Kitu ambayo ilifanyika pale kwetu Kisumu County ilikuwa kitu mbaya sana. Lazima tushutumu hiyo mambo. Lazima tukatae kitu ambayo makamu aliongea maneno chafu mbele ya wananchi, mbele ya watoto, mbele ya wamama, mbele ya mama zetu, mbele ya baba zetu, mbele za bakuka. Makamu, mimi ni tutam kama wewe. Nataka nikwambie, mimi ni tutam kama wewe. Mimi nataka nikuombe, wacha kuharibia sisi kutafutia William Samoei Ruto kura. Hiyo puzi ambayo umetuwekea, unaongea maneno chafu. Unaongea maneno chafu mbele ya watu. Na wewe unajiita wewe ni kiongozi. Na uko na long kubwa kama sijui dunia yote. Wacha upuzi bwana. Wewe rafiki yangu lazima ujibadilike. Wacha kuongea maneno chafu. Kama unataka kupiga siasa, enda fanye kazi ya watchman. Ulikuwa unafanya kazi ya watchman. Enda fanye kazi ya kuchunga. Ulikuwa unachunganga. Wacha kukuja kuharibia sisi. Kuongea maneno chafu kwa podium. Hata nashindwa. Nani analitanga kama nani? Makamu kwa floor. Hata anapea mic anaongea na watu. Huyu mtu anaongea maneno chafu. Hakuna kitu ambacho ameongea na sasa kitu mzuri. Lazima ujifundishe kuongea siasa ambayo itasaidia wananchi. Kuongea siasa ambayo itatoa wananchi kwa ufukara. Wacha kuongea vitu upuzi. Ati mama sasa ulifanya nini? Kitu ambacho sasa hivi kama niko peke yangu. Unaongea kwa podium. Alafu unajiita ati ni kiongozi. Tunataka hii timu yetu ya William Samoei Ruto ikuwe na team watu ambao wako na heshima, inaweza kompewa na watu wengine. Sasa kama hii ndio timu ambayo wanapiga sisi hapa kelele, atunataka kumpea William Samoei Ruto. Hata tutaribia. Hatuwezi kubali kitu kama hiyo. Hiyo kitu kama makamu, nataka hiyo kitu iishe kwa mdomo yako. Lazima ujirekebishe, wacha kuongea maneno chafu kwa media. Hiyo ni tabia mbaya. Mwili ambao uko nayo utakana ongea vitu chafu, umeona kama kupe, kama swara. Mtu ambaye anaona hawezi ongea vitu chafu kama hizo. Hiyo nimekasirika sana. Nataka niongee siasa ya Luo Nyanza. Na hii siasa nataka niongee siasa ya Homa Bay. Mimi ni mtu wa Luo Nyanza, lazima niko na haki ya kuongea siasa ya Luo Nyanza. Niliona ma MCS, sama MCS kama 5 hivi 6 wanakuwa na complain pale Homa Bay County Assembly. Ati walitolewa kwa committee ile yao ambao walikuwa na chair, ati kwa sababu wameinvolve na Raymond Omolo. Mimi nataka niambie Gladys Wanga. Gladys Wanga, kitu ya kwanza lazima ujue mtu ambaye unafanya nayo kazi kisaa hii ni William Samoei Ruto. Na William Samoei Ruto yeye ndiye ameemploy Raymond Omolo. Na Raymond Omolo yeye ndio Mjaluo ambaye anatoka Homa Bay County. Mimi nilishangaa kama Raymond Omolo ambaye ni PS ambaye amekuwa appointed president amejenga nyumba paka huko kwetu Seme, mama ambaye alikuwa na nyumba. Na wale viongozi wote ambao tulichaguliwa na wananchi, walichaguliwa na wananchi hawaoni. Mimi nataka niambie Gladys Wanga, wacha Raymond Omolo afanye kazi yake. Nyinyi mlichaguliwa, mlisudi kufanya kazi. Wacha Raymond Omolo afanye kazi yake, kuemploy wale wananchi kutoka Luo Nyanza. Wache Raymond Omolo afanye kazi yake kujengea wamama ambao wanaume ambao maskini nyumba wapate pia wakwenda kama watu wengine. So mimi nasikia wewe governor ati sasa wewe umevuta MCS kwa committee yako pale County Assembly. Kwa sababu wameinvolve Raymond Omolo. Na ujui Raymond Omolo yeye ndio mtu ambaye unafanya na boss yake. Hiyo ndio leadership sisi kama watu wa Luo Nyanza hatutaki pale Luo Nyanza. Sasa tuko broad based government. Lazima kila mtu aongee na mwenzake. 2027 tutachagua viongozi ambayo inakaa kama Raymond Omolo, watu kama sisi ambaye imejua ile shida ya wananchi wa chini. Gladys Wanga, tunataka hao watu ambao walitoka committee by the end of this week wote wamerudishwa. Hao MCs wote kwa committee wote wamerudishwa, wafanye kazi yao. Kama uta make sure umevuta hao watu kazi kwa committee, wewe pia waache kufanya William Samoei Ruto.
Because huwezi kuwa unaomba pesa mchana na usiku kwa William Samoei Ruto kufanya maendeleo na utaki bosi yake because you Raymond Omolo. Raymond Omolo ni mjaluo kama wewe. Nyinyi mmekuwa viongozi kutoka mimi nianze kukua 2013. Nyinyi naona mko viongozi. Hakuna mjaluo yoyote ambao mmemsaidia. Hizo manyumba ya Raymond Omolo alijenga. Si mlikuwa mnajenganga? Mlikuwa mnajenga wapi? Hao watu wanaandikwa kazi polisi, walimu, si mara wapi? Si mlikuwa na viongozi? Mlisaidia nani? Mimi siasa ndio Raymond Omolo. Lakini kitu ambacho Raymond Omolo anafanya mzuri, wacha tuseme. Because Wajaluo wamekuwa nyuma for very long time. Kama hiyo ndio mentality mnakuja nayo kupiga sisi Wajaluo, ati usiwezi ongea na mtu fulani because kwa hiyo kiti, wacha ikae. Lazima hao watu ambao umetoa kazi, lazima umake sure umerudisha kazi by Sunday mwisho. Kama kuna wewe pia wachana William Samoei Ruto, ufanye kazi yako, 2027 ikifika tukufurahishe uende nyumbani. Ya mwisho, nataka niongee hii mchezo hii inafanyika hapa Kenya. Aswa, nataka niongee niaba ya Wajaluo na Waluya. Kitu ambao mjue, hii maandamano watu wanaendanga maandamano. Wale watu wa Kikuyu hawaendangi maandamano. Wale wanaitwanga Wakamba hawaendangi maandamano. Wale wanaendanga maandamano ni Wajaluo na Waluya. So mkijua mkienda maandamano, wale ambao watakuja kukufa ni Wajaluo na Waluya. So mimi nataka niwaambie nyinyi wote ambao ni wa Kenya, hii mambo ya maandamano Kenya hii hatutaki. Tunataka maendeleo. Siasa haijafika. Siku itafika tutatoka kwa kiwanja. Sasa maendeleo. Hii mambo ya maandamano ya Wajaluo na kufa. Sasa juzi tulifanya maandamano Kitengela, uliona pale Busia nini? Kakamega. Wale wawili walikufa ni kabila gani? Si Wajaluo. Hatuwezi lose Wajaluo tena Kenya hii. Ikiendelea mbele na tukaona na Raila Amolo Odinga yuko. Tumekufa ya kutosha, hatutakufa tena. Tumekufa ya mwisho, hatutakufa tena. Wale yule Mjaluo ambaye ana involve kukifa ya Wajaluo, wewe ndio utakufa kwa niaba ya Wajaluo. Utakufa kwa niaba ya Wajaluo. Hatuwezi kubali kama hiyo. Lazima tupewe Wajaluo heshima yao na Waluya. Hatukuzaliwa Kenya tukufe. Tulizaliwa tukiwa kwa Kenya wengine. Hatuwezi tumika tena. Sisi tuko nyuma ya William Samoei Ruto. Kama hutaki, enda Uganda, Tanzania iko hapa, Ethiopia, enda Sudan. Thank you very much.